Katika tamaduni zetu kunapotokea misiba ama kunapokuwa na shughuli fulani ya kukusanya watu wengi kifamilia, huwa tuna desturi ya kuwasha moto, na huo moto huwa unakesha usiku kucha, na katika moto huo basi kunakuwa na vuguvugu la matumaini la kueleza kwamba hapa kuna jambo fulani la muhimu linaendelea, jambo fulani la msingi linaendelea. Lakini pasipokuwa na shughuli hiyo ya pekee, litokea pia mara kadhaa, hasa msimu wa mavuno, wazee walikuwa wanatoa masimulizi mazuri baada ya kazi ngumu na kazi nyingi za kutwa nzima, na walitoa masimulizi haya walipokuwa wanaota moto. Kumbe moto kwangu unakuwa na taswira mbili. Kwanza, kueleza jambo la muhimu na la pekee linalotokea ama linaloendelea. Mbili, ni chemchemu ya kuchota hekima, busara, ufahamu na maarifa toka kwa wazee, toka kwa wale waliokuwa na uzoefu wa maisha na maarifa mapana ya maisha. Usiku huu wa Jumamosi Kuu tunaanza ibada zetu katika moto. Tunaanza katika moto iwe mojawapo sababu ya kueleza tukio kuu linalotokea usiku huu, fumbo la ukombozi wetu. Tunaanza ibada zetu katika moto kama chemchemu ya kuongozwa na yeye aliye hekima, anayetangazwa na maandiko matakatifu, Kristo Bwana wetu. Ndiye atakayetuongoza kutoka katika moto mtakatifu utakaobarikiwa kutuingiza kanisani, na kisha sisi mwenye mastahili atatuongoza kwa mbiu ya Pasaka, akiusifu na kuuenzi mshumaa wa Pasaka. Mwenyezi Mungu atujalie siku hii ya Jumamosi Kuu kufahamu hasa umuhimu wa mafumbo haya ya Pasaka, umuhimu wa tukio hili kuu linatokea katika maisha yetu. Lakini kwa namna pekee atujalie nguvu, weledi na maelewa mapana ya kuelewa thamani ya huyu Kristo, hekima ya Mungu, ili kweli aweze kutuongoza katika safari ya maisha yetu tunaposhangilia mafumbo ya ukombozi wetu. Na hapo tuwe na sababu ya kusema Kristo, Yesu na kutumainia. Ninakutakia Pasaka njema.